Unaangalia Asko Online TV. Karibu yako. Siku mtakapoona wangamia wenye mimba ya miezi 10 wanatelekezwa, hapatakuwa nafsi ya mtu inayohitaji mali wakati huo kwa mazingira yatakavyokuwa. Kwa hiyo mtu hahitaji ngamia wala farasi wala dhahabu na fedha. Hata migodi ikitema mtu hawapoti dhahabu siku hiyo. Wa idha alwuhushu hushirat, na taathira ya matokeo hayo, hata wanyama wa porini nao watakusanyika pamoja. Wale waliokuwa hawakai pamoja siku hiyo watakaa pamoja kama marafiki bila ya kudhuriana. Wa idha albiharu sujirat, na siku ambayo bahari itachomwa moto. Wa idha nufusu zuwijat, wa idha watu wanaofanana watawekwa katika vikundi. Wa idha almauudatu suilat, na siku ambayo watoto waliouawa kwa kuzikwa na roho zao watakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat, wataulizwa mmeuawa kwa dhambi gani. Wa idha suhufu nushirat, na siku madaftari yatakapogawiwa, waliokufa hapo tayari watakuwa wameshafufuka na watakuta ardhi ni nyingine, sio ile walioizoea, na mbingu zitakuwa zimeshawekwa nyingine, sio hizi tulizozizoea. Huo ndo ulimwengu mwingine wenye maisha ya milele. Wa idha samau kushitat, na siku mbingu zitakapong'olewa, yani hapo ni mbingu zitaondolewa hizi za muda, zitakuja nyingine ambazo ndo zitakuwa za kudumu. Wa idha aljahimu su'irat, na siku ambayo moto wa jahimu utakapochochewa kwa ajili ya kuingizwa watu wake wanaostahili kuingia humo. Allah atuhifadhi tusije tukaishia huko. Wa idha aljannatu uzlifat, na siku ambayo pepo itasogezwa karibu kwa wale watakaokuwa wanastahili kuingia humo. Allah atujalie nasi tu ni miongoni mwa hao. Tulifikia hapo katika darasa iliyopita kwenye aya ya 13. Aya zinatufunza kwamba maisha na mazingira tuliyoyazoea haya ni ya muda wake ukimalizika nayo yataondoka, yatakuja mengine. Leo tunaondokea kwenye aya ya 14. Inasema yakishafanyika mabadiliko yote hayo, na sisi wakati huo baada ya kufa tutakuwa tumeshafufuliwa. Alimat nafsun, kila nafsi itajua ma ahdarat, ilichokihudhurisha. Sasa hivi tupo tunatenda yale ya kweli, ya mzaha, ya haki, ya batil, ya thawabu, ya dhambi. Ni amali zetu tunazifanya sasa hivi, na kila tunachokifanya kinahifadhiwa, kinatunzwa kwenye kumbukumbu. Siku hiyo tukirudi tunakabidhiwa daftari lenye kumbukumbu za kila ambacho duniani tulikitenda. Alimat nafsun, itajua kila nafsi, maana yake atajua kila mtu siku hiyo ma ahdarat, mambo aliyoyapeleka kwa Mola wake. Tulipopitia kwenye suratu Inshiqaqi, kule tuliambiwa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kila mtu siku hiyo yakishajiri haya atajua mambo yake aliyoyatanguliza na aliyoyachelewesha. Aliyoyatanguliza ni yale ambayo sasa hivi tuko hai tunayafanya. Kumbukumbu za mambo tunayoyafanya zinaenda kwa Allah, si hatujafika. Kwa hiyo tunayoyafanya hapa Unguja, Dar es Salaam, Ulaya, kwa wale wanaosafiri ni mzigo wako kwa Allah, huwa unaenda. Wewe hujafika, lakini kumbukumbu za kila unalolifanya zinatunzwa vizuri kwenye mafaili yako. Na uliyoyachelewesha ni zile athari za haya unayoyafanya sasa. Kuna mambo mtu akiwa kafa huwa kayawacha, yeye ndo muassis
walio hai wanayaendeleza ya kheri na ya shari. Sasa ukiacha jambo hapa duniani na watu wakawa wanaliendeleza, kama ni la kheri, na wewe unahisa kwenye kheri zitakazozaliwa kwenye hilo jambo, unawekewa kwenye kumbukumbu zako. Ushakufa, lakini kadiri lile jambo likiendelea, na wewe unaandikiwa fungu lako, unakuwa ni mwanahisa. Na kama ni la shari, wewe ushakufa, lakini walio hai wanaiendeleza ile shari huko, na wewe marehemu kule kaburini kwenye akaunti yako inasoma kwenye ile shari inayozalishwa huko. Kwa hiyo haya ndiyo ulioyachelewesha kwa ujumla, ulioyatanguliza na ulioyachelewesha. Hizi ndo amali zako ulizozihudhurisha mbele ya Allah siku hiyo, utakabidhiwa mwenyewe. Alimat nafsun, atajua kila mtu siku hiyo, ma ahdarat, mambo yake aliyoyahudhurisha. Fala uqsimu bil khunnasi aljawari alkunnasi, na hiki ni kiapo Allah kwenye aya ya 15 mpaka kwenye aya ya 18. Allah anaapa tena. Mwanzo wa sura kaanza na viapo vyote hivyo, anathibitisha mtu anayoyafanya hapa atayakuta huko mbele ya safari bila ya kupotea hata dogo. Na kuanzia aya 15 mpaka ya 18 Allah anaapa kuthibitisha usahihi wa maneno yake aliyoyasema na kuwafikishia viumbe wake kwenye Qur'ani tukufu. Anathibitisha usahihi wa Qur'ani kuwa ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bil khunnasi, ninaapa kuiapia nyota inayoonekana usiku. Aljawari alkunnasi, inatembea halafu ikatoweka, haionekani. Wallaili idha asasa, na ninauapia usiku mkubwa, pinga pinga la usiku unaposhtadi kwa kiza chake. Wasubhi idha tanaffasa, na ninaiapia asubuhi inapojiachia, ikadhihiri nuru ya mchana na ukatoweka wakati wa kiza wa usiku. Viapo hivi ameapa kuthibitisha innahu la qawlu rasulin karim. Hii Qur'ani ni maneno ya mjumbe mtukufu, yamenasibishwa na mjumbe kwa sababu maalum kama tutakavyozisoma kwenye tafsiri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Aya tunayoondokea nayo leo, aya ya 14. Alimat nafsum ma ahtarat, ai maana yake alimat kullu nafsin, yakishatokea mabadiliko ya ulimwengu huu, Allah akaondosha vyote vya muda na akaleta vya kudumu, ikiwemo na binadamu ambao wakati wao wa muda umeisha, wamekaa barzakhi, sasa wamefufuliwa, wameshaingia kwenye maumbile ya kudumu, huko hakuna kufa tena. Hayo yakishatokea, alimat kullu nafsin, itajua kila nafsi, bimaana atajua kila mtu, ma ahdarat, mambo yake aliyoyahudhurisha, min khairin au sharrin, ikiwa kahudhurisha kheri au shari, atakabidhiwa mwenyewe siku hiyo kheri yake au shari yake hiyo. Wa hadhihi aljumlatu, na sentensi hii alimat nafsum ma ahdarat, sentensi hii au aya hii, hiya jawabu ma taqaddama, hii ndo jawabu ya yote yaliyotangulia kuanzia mwanzo wa sura. Hiya jawabu ma taqaddama min awwali sura, aya hii moja ndo jawabu ya hizo idha zilizotangulia kuanzia mwanzo wa sura. Yote hayo Allah kasema kuthibitisha hili jambo moja, alimat nafsum ma ahdarat, kila mtu atajua siku hiyo alichokihudhurisha.
Tumeshasema ulichokihudhurisha ni kile ambacho leo unatenda, kinahifadhiwa na siku ukirudi unakwenda kukabidhiwa mwenyewe. Hichi ndicho ambacho muda wako wa kujidai uliopewa ulikifanya. Ndani ya umri ulioishi duniani ulifanya haya. Kila mtu anakwenda kupewa alichokifanya. Kwa hiyo kwanza, idha shamsu kuwirat wa idha nujumu nkadarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al-isharu uttilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujjirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat. Yote hayo yakishatokea, alimat nafsu ma ahdarat, kila nafsi itajua kile ambacho imekihudhurisha. Wal maana, na maana ya maneno ya Allah haya, idha hadatha tilka al-umuri al-ajibati al-ghariba, yatakapotokea mambo hayo ambayo bila shaka ni mambo ya ajabu na ni mageni mapya, hawajapatapo viumbe kuyaona mambo kama hayo. Yakishatokea hayo, alimat hina idhin, itajua wakati huo, kullu nafsin, kila nafsi, ma qaddamathu min salihin au talihin, kila nafsi bimaana kila mtu atajua aliyoyatanguliza yakiwa ni mema au maovu. Thumma aqsama ta'ala, baada ya hapo Allah ameanza tena kuapa, ameapa Allah mtukufu, ala sidqi al-Qur'ani, kaapa kuthibitisha ukweli wa Qur'ani, wa sihhati risalati Muhammadin alayhi salam, ukweli wa maneno ya Qur'ani, na kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume sahihi, katumwa kweli na Mola wenu. Viapo hivi vya sasa vinathibitisha mambo mawili: Qur'ani ni maneno ya Allah na Muhammad ni mjumbe wake, kamchagua kumpa ujumbe wake aufikishe kwa waja wake. Faqala, akasema Allah, fala uqsimu bil khunnasi, ai maana yake fa uqsimu qasaman muakkadan, ninaapa kiapo chenye uzito, bin nujumi almudhi'a, naziapia nyota zenye kung'ara sana, allati, nyota ambazo, takhtafi bin nahari, wakati wa mchana huwa zipo lakini hazionekani. Zipo juu angani nyota kama kawaida kwenye space, lakini zimezidiwa na nuru ya jua. Jua likitawala, vitu vingine hupoteza muonekano wake. Kwa hiyo naziapia nyota zenye nuru kubwa, allati, nyota ambazo, takhtafi bin nahari, huwa zinajificha, hazionekani na nyinyi wakati wa mchana, watadhharu bil layli, lakini zinadhihiri, zinajitokeza mwanga wake wakati wa usiku. Mwanga wa jua ukipindukia huko, ukitoweka, nyota, mwezi ndo vinaonekana vizuri nuru yake. Aljawari alkunnasi, nyota hizo ambazo huwa zinaonekana na kujificha. Aljawari huwa zinatembea. Kila kilichopo kwenye fawda, kwenye space, hakiko stationary. Vitu vyote Allah alivyoviweka juu viko on motion, vinatembea. Lakini kwa mahesabu maalum huwezi kusikia ajali au vitu vimegongana, kimoja kimekosea njia. Allah kazi zake anazifanya kwa uhakika. Kwa hiyo nyota aljawari zinazotembea, alkunnasi, halafu zikapotea kwenye muonekano wa watu, wakawa hawazioni. Allati, nyota ambazo, tajri, huwa zinatembea, watasiru, zinaenda, maashamsi, pamoja na jua. Jua linatembea na kila kitu angani kinatembea. Anaziapia nyota ambazo, tajri watasiru maashamsi wal qamari, nyota huwa zinatembea kama linavyotembea jua na mwezi.
thumma tastatiru waqtu ghurubiha, alafu nyota hizi huwa zinapotea wakati zinapozama au zinapotua, sababu jua linaenda alafu linapotea, linazama. Wanaona watu wa upande wa pili, upande mmoja linajificha, na mwezi unaenda alafu ukawa upande mmoja hauonekani na watu umejificha, na nyota halikadhalika. Inawezekana magharibi umeangalia upande wa mashariki ukaona nyota fulani, lakini ikifika saa 10 ya usiku ukaitizama ile nyota haipo tena, kwa sababu nayo inaenda na inakaa kwenye engo fulani. Ipo, haijapotea, lakini inakaa kwenye engo fulani kwa mujibu wa mwenendo wa ardhi. Location yenu nyinyi mlipo inapelekea ile nyota iwe imefichwa na ardhi yenu, kwa sababu ardhi ni duara. Kwa hiyo kama iko huku nyuma ya ardhi, wewe uko huku, huwezi kuiona. Kwa hiyo nyota nazo zinatembea, lakini kuna saa zinaonekana, alafu pia kwa sababu ziko kwenye motion huwa zinapotea kwenye muonekano wa baadhi ya watu. Wanaweza wakawa wanaiona watu wengine. Kama tastatiru dhabau fi kanasiha, kama vile inavyoweza kujificha labda silaha, upanga kwenye ala yake. Ukichomolewa unaonekana, ukitiwa kwenye ala hauonekani. Utajua tu yule kachukua upanga kwa sababu ya muonekano. Lakini pia kuna viumbe wengine ambao huwa wanaonekana mchana, lakini halafu wanakimbia, wanajificha kwenye mapango yao wakati wa usiku. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, an-nujumu takhnusu bin-nahari, nyota huwa zinajificha wakati wa mchana, wa tadhharu bil-laili, na zinadhihiri, zinaonekana wakati wa usiku. Wa taknusu waqtu ghurubiha, na pia huwa zinajificha wakati zinapotua, zinapofikia kwenye maeneo hapo binadamu hawawezi kuziona tena. Yani hii maana yake tastatiru, zinajificha kwa kuzingiwa na kitu fulani. Kwa hiyo watu wa sehemu fulani ya ardhi wanashindwa kuziona kwa sababu ya location ambazo zipo hizo nyota na wao walipo. Kama taknisu dhabau fil maghari wa huwa al-kunnas, ile aljawari al-kunnas. Kule kujificha kwake ikawa haionekani ni kwa sababu iko kwenye position ambayo imejificha na kitu fulani, kinafanya kizuizi baina ya macho waliokuwa wanakiangalia na kitu chenyewe kinachoangaliwa kilipo. Walaili idha asasa, ninaua pia na usiku pale unapokuwa umeshamiri, usiku mkubwa. Yani uqsimu billaili idha aqbala bidhalamihi, ninaua pia usiku pale unapodhihirisha, unapoingiza kiza chake. Hata ghatta al-kauna, mpaka usiku ukawa umeugubika ulimwengu, ukaonekana uko kizani. Eneo hili la Chukwani sasa hivi tulikuwa kweupeni hapa, jua linawaka, lakini sasa hivi tunapozungumza tuko kizani, jua halipo, halionekani tena. Ardhi ndo ile ile, mazingira ndo yale yale, lakini mara usiku mara mchana, ndo Allah anavyofanya. Wasubhi idha tanaffasa, na ninaia pia asubuhi inapojitokeza. Yani wabisubhi, ninaua pia wakati wa asubuhi. Idha adaa wataballaja, pale unapokuwa unatoa nuru na ukawa angavu, unaonesha kila kitu. Asubuhi kweupe, kila kitu kinaonekana. Wakati wa usiku kilikuwa kila kitu hakionekani vizuri, kiko kizani. Wattasa diyauhu, aqsama bisubhi, ameua pia wakati wa asubuhi. Idha adaa wataballaja, pale unapotoa nuru na ukawa angavu. Wattasa diyauhu, ukaenea mwangaza wake asubuhi. Hata sara nahara, mpaka kwa watu wa duniani wakawa wanaona sasa huu ni wakati wa mchana. Wadihan, mchana hauna mjadala, kweupe. Mabadiliko haya yanaonyesha yanayo msimamizi wake, hayajaja kwa bahati nasibu. Yuko anayesimamia mabadiliko haya, na ndiye aliyetumia mabadiliko haya kama viapo. Anataka kutoa kauli yake kwa kuthibitisha anachokisema kwa kiapo.
Anathibitisha nini Allah kwa kiapo hicho? Innahu la qawlu rasulin karim, hakika ya Qur'ani ni maneno ya mjumbe mtukufu. Hadha huwa almuqsamu alayhi, aya hii ndicho kilichokuwa kinaapiwa. Ameapa kuthibitisha hivi, innahu la qawlu rasulin karim, hakika ya hii Qur'ani ni maneno ya mjumbe mtukufu. Tumeambiwa ni maneno ya Allah, alafu Allah anasema ni maneno ya mjumbe. Ina maana yeye si maneno yake? Hapana, ni maneno yake, lakini huyu mjumbe si huwa katumwa? Mtume si huwa katumwa? Kwa hiyo mwenye maneno ndo yeye Allah, kamtuma mjumbe wake huyo ayachukue maneno haya kutoka kwake ayapeleke kwa walengwa. Ndo maana yakanasibishwa na huyo mjumbe, na mjumbe huyu anakusudiwa ni Jibril alayhi salam, kwa sababu ndiyo kiongozi wa malaika na ndiye mwenye dhamana ya masala yote ya kiutawala kwenye ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa almuqsamu alayhi, hili ndilo lililoapiwa. Ai, anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha alquran alkarima, hakika ya hii Qur'ani tukufu, la kalamu Allahi almunazzali biwasitati malakin azizin ala Allahi. Haya, Qur'ani hii ni maneno ya Allah, lakini yameteremshwa duniani wafikishiwe watu biwasitati malakin azizin, kwa kumtumia malaika mwenye nguvu. Mutain thumma amin, amesifiwa hivyo kwenye wadhifa wake huko mbinguni, anatiiwa na malaika wote na ni mwaminifu kwenye dhamana aliyopewa, anaitendea haki. Azizun ala Allahi, huyu ni malaika mwenye nguvu mbele ya Allah. Huwa Jibril, malaika mwenyewe ni Jibril alayhi salam. Ka qawlihi ta'ala, Allah amemsifia malaika huyo kama alivyosema mahala pengine, nazala bihi ruhul aminu, kwenye suratu Shuara aya ya 193 na 194. Kasema Allah subhanahu wa ta'ala kuisifia Qur'ani yake, nazala bihi ruhul amin, Qur'ani hii imekuja kwenu huko duniani, ameshuka nayo roho muaminifu, yani Ruhul Qudus ni Jibril alayhi salam. Ala qalbika, akakuwekea wewe Muhammad moyoni mwako, kakuhifadhisha Jibril Qur'ani hii, litakuna minal mundhirin, ili uwe ni miongoni mwa waonyaji waliotumwa na Allah, wewe uwaonye wenzio kama walivyotumwa wenzako kabla yako wawaonye wenzio. Bilisanin arabiyyin mubin, na Qur'ani hii imekuja kwako kwa lugha ya Kiarabu ya wazi, kwa sababu kila mtume hupewa kitabu cha wahi kwa lugha yake anayoongea na watu wake, kama ilivyo katika sura ya 14 aya ya 4. Allah amesema, wama arsalna min rasulin, sijatumapo mtume yoyote katika mitume niliyowatuma, illa bilisani qaumihi, isipokuwa nikimpa ujumbe wangu mtume huyo humpa kwa lugha anayoongea yeye na watu wake. Liyubayina lahum, lengo ni kwamba kile ninachotaka kifike kwa watu hawa wakifahamu vizuri, kimekuja kwa lugha yao. Wengine ambao hii lugha sio yao watajifunza kwa hawa wenye lugha yao, kama sisi yakitanza maneno humu ya Qur'ani tukakwanga katika kutafsiri, wenye kujua lugha atambia hapo umechemka, neno hilo halina maana hiyo, hili neno masdari yake ni hii, lakini katika sarfu neno hili ukitaka kulitumia kwa maana unayotaka wewe litakuja hivi, lakini kwa maana nyingine iliyokusudiwa lazima lije kwa maana hii. Kwa hiyo kila mtume akipewa kitabu cha muongozo hupewa kwa lugha yake ambayo yeye ndo huwa anaongea na wale watu wake. Ujumbe unaotakiwa ufike kwa watu waufahamu vizuri umekuja kwa lugha yao. Angetaka Allah angetuletea mtume mzungu, lakini akaja hapa kwetu hatujui kizungu, tungefahamu nini sasa anachokusudia? Anakuja hapa anabana pua, watu hawamuelewi. Lakini kama anakuja mjumbe Mswahili
atapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiswahili, wamfahamu Waswahili vizuri, alafu Waswahili hawa ndo watakuwa mabalozi kwa watu wengine. Hapana, neno hilo au aya hiyo kwa mujibu wa maneno yalivyopangika yanamaanisha hivi na sio hivi. Kwa hiyo kapewa mtume wetu kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu yeye ni Mwarabu, na ujumbe aufikishe hapo walipo Waarabu kwanza, ndio watakaoelewana naye. Waarabu hawa ndio watakuwa walimu wa kuwafahamisha wengine kilichokusudiwa kwenye ujumbe huo. Kwa hiyo kwenye suratu Shuara Allah amesema, wa innahu latanzilu rabbil alamin, hakika hii Qur'ani ni uteremsho wa maneno yanayotoka kwa Mola wa walimwengu. Nazala bihi ruhul amin, ujumbe huu ameshuka nao roho muaminifu ambaye ni Jibril alayhi salam, ala qalbika, akakuletea wewe Muhammad kwa kukuhifadhisha moyoni mwako. Hata kama hujui kusoma na kuandika, umepewa aya hizi, umezihifadhi moyoni. Litakuna minal mundhirin, ili na wewe uwe ni miongoni mwa waonyaji waliotumwa na Allah. Bilisanin arabiyyin mubin, umepewa kitabu chako kwa lugha ya Kiarabu. Lisani ni ulimi kwa tafsiri ya neno kwa neno, lakini ikitumika katika maana hii hukusudiwa lugha, kama wanavyosema wazungu, this is my mother tongue, hii ndo lugha mama yangu, ndo nilozaliwa nayo. Lisan ni lugha. Bilisani na arabiyyin mubin, umepewa kitabu kwa lugha ya Kiarabu fasaha, hakuna atakayekwiri hajaelewa ujumbe uliokusudiwa. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri waliotafsiri Qur'ani, arada birrasuli, Allah amekusudia kwenye aya hii aliposema mjumbe, amemkusudia Jibril alayhi salam. Mjumbe mwenyewe aliyempa ujumbe wake huu ni Jibril. Wa adafa alqur'ana ilayhi, Allah ameitegemeza Qur'ani kwa mjumbe huyo, akasema wa innahu latanzilu rabbil alamin, huu ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu. Au nazala bihi ruhul amin, ameteremka nao roho muaminifu. Sasa rasul aliyekusudiwa ni Jibril. Wa adafa bilqur'ani ilayhi, Allah ameitegemeza Qur'ani kwa Jibril kama ndo mwenyewe, liannahu jaa bihi, kwa sababu yeye ndo alioichukua huko kwa mwenyewe akaja nayo. Mjumbe ndo mjumbe, kaja na ujumbe. Sasa ujumbe una mwenyewe aliyetuma mjumbe, lakini yule aliyepewa ujumbe ndo akafungamanishwa nao. Huu ni ujumbe wa mjumbe mtukufu. Wa huwa fil haqiqati qaulullahi ta'ala, lakini kwa uhakika Qur'ani ni maneno ya Allah mtukufu. Lakini Allah hajapatapo kufanya mkutano wa hadhara na viumbe wake akasema leo nashuka nikawahutubie mwenyewe, hajafanya hivyo. Kila chake hutumia wasita wa viumbe wake akakifikisha kuna kuhusika. Wa mimma yadullu ala anna almurada bihi Jibril, na katika kinachoonyesha dalili kwenye mfumiko wa maneno kwamba mjumbe aliyekusudiwa hapa kwa mara ya kwanza ni Jibril, qauluhu ba'dahu, ni kauli yake Allah iliyofuata baada yake. Kauli iliyofuata haimuhusu mtume wetu Muhammad, sio mjumbe wa kibinadamu. Kauli iliyofuata innahu la qawlu rasulin karimin, hii Qur'ani ni maneno ya mjumbe mtukufu. Alafu akasema dhi quwwatin, mjumbe huyu ni mwenye nguvu, inda dhil arshi makinin, na mbele ya Allah mwenye kumiliki arshi ana dhamana kubwa. Kwa hiyo mjumbe mwenye dhamana kubwa mbele ya Allah ni Jibril alayhi salam. Yani shadidul quwwa, ni kiumbe mwenye nguvu sana. Ukisikia maangamizi yote aliyoyafanya Allah huko nyuma, walioangamizwa kwa upepo, walioangamizwa kwa mvua ya mawe, walioangamizwa kwa kunyanyuliwa ardhi yao ikageuzwa juu chini, walioangamizwa kwa kila aina ya maangamizi, operation zote hizo anazisimamia Jibril, ndo dhamana yake.
Jibril ndo alikuwa anafanya hayo matukio kwa amri ya Allah. Kwa hiyo anasifiwa kwa nguvu, shadidul quwa, ana nguvu sana, sahibu makanati rafia, alafu ni kiumbe mwenye cheo kikubwa kilichotukuka mbele ya Allah, wa manzilatan samia, alafu nafasi yake na hadhi yake ni tukufu ya juu, inda Allahi jalla wa ala, mbele ya Allah mwenye utukufu na cheo cha juu. Ni Jibril, kwa hiyo ndo maana yake, sio mtume wetu Muhammad. Halafu Allah akasema muta'in thamma, anatiiwa sana na viumbe walioko kwenye ulimwengu huo wa mbinguni, huko aliko anatiiwa sana. Aminun, halafu hii dhamana aliyopewa ni saizi yake, anaimudu, ni muaminifu kwenye dhamana yake. Muta'in thamma, huko anatiiwa sana. Aminun, halafu ni muaminifu. Zote hizi ni sifa ambazo zinakwenda kwa Jibril alayhi salam. Ndio walioambiwa Qur'ani ni maneno yake, kwa sababu yeye ndo aliyoyachukua kwenye Lauhul Mahfudh akayaleta Baitul Maamur, halafu kutoka Baitul Maamur akawa anashusha kidogo kidogo kumletea mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Yani maana yake muta'in hunaka, huko mbinguni Jibril anatiiwa, anaheshimiwa sana kwenye nafasi yake. Fil mala'il a'la, kwenye ulimwengu wa malaika huko mbinguni anatiiwa na kuheshimiwa sana. Tuti'uhu almalaikatu alabraru, malaika wote wa Allah wema wanamtii Jibril, ndo bosi wao. Mu'tamanun ala alwahyi, ndiye aliyeaminiwa kupewa jukumu la wahyi, kuchukua maagizo ya Allah akayaleta kwa viongozi wa kibinadamu hapa ardhini ambao ni mitume. Yeye ni mtume, anatumwa kutoka juu kuja hapa, na anachotumwa huku hukifikisha kwa mitume wa kibinadamu, nao mitume wafikishe kwa wenzao. Mu'tamanun ala alwahyi, Jibril ndiye aliyeaminiwa kupewa dhamana hii ya kuleta wahi, alladhi, wahi ambao yunazilu bihi ala al-anbiya'i, Jibril ndiye anayeuchukua kwa Allah kwenye Lauhul Mahfudh na akauleta kwa manabii wa binadamu hapa ardhini kwa amri ya Allah. Wama sahibukum bimajnun, hii sasa ndo ya mtume wetu Muhammad. Wama sahibukum, hakuwa huyu mwenzenu, ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wama sahibukum bimajnunin, hakuwa mwenda wazimu huyu sahibu wenu. Wale waliokuwa wanamuita huyu chizi, mwenda wazimu, wakamuita huyu mchawi, wakamuita kuhani, wakamuita majina ya ajabu ajabu. Allah amemkanushia yote, akamtakasa kwamba mtume wake sio chizi, si kuhani, si mchawi. Wama sahibukum bimajnunin, wala huyu mwenzenu, binadamu mwenzenu Muhammad si mwenda wazimu. Msikilizeni anayokuambieni kwa faida yenu wenyewe. Yani maana yake, walaisa Muhammadun alladhi sahabtumuhu ya ma'ashara Quraish, hakuwa huyu Muhammad ambaye mmesuhubiana naye enyi makureishi. Waaraftum sidqahu, na mnaujua ukweli wake tangu alipokuwa mdogo na mpaka mmemsifia kwa sifa hizo, as-sadiqul amin. Mtu mnamjua tangu makuzi yake, udogo wake, ujana wake, hamjapatapo kumuona na aibu. Wanazahati, na mnaujua usafi wake kwenye maisha yenu ya kijamii, kwamba ni mtu safi, hana bifu na mtu, hajadhulumu cha mtu, hajakosea popote. Yeye mwenyewe alikuwa ni mtu muhimu mwenye faida kwenye mambo mengi ya kijamii. Leo tena kwa sababu kaja na jambo la wahi, ndo mnampa majina yote mabaya mabaya, mpaka mnamwita mwenda wazimu. Wama sahibukum bimajnunin, huyu mwenzenu si mwenda wazimu. Munamfahamu. Araftum sidqahu, munaujua ukweli wake. Wanazahatahu, na mnaujua usafi wake kwenye maisha yake ya kijamii. Warajahata aqlihi, mnajua uwezo wake wa kiakili kwamba ni mtu mwenye akili sana. Mmeishi naye, mnamzoea na mnamjua vizuri. Sasa leo kawaje mwenda wazimu? Ma huwa bimajnuni, huyu mwenzenu si mwenda wazimu, kama zaamtum, kama mnavyodai. Qala al-Khazin, mwanawachuoni huyu aitwaye al-Khazin
katika kutafsiri kwake kwenye aya hii kasema hivi: aqsama ta'ala, Allah mtukufu ameapa, ala anna alqur'ana nazala bihi Jibrilul amin, ameapa kututhibitishia kwamba Qur'ani ameshuka nayo kuja nayo hapa ardhini Jibril muaminifu. Wa anna Muhammadan, na pamoja na kumsifia Jibril kwamba ni muaminifu, Allah ameapa pia kuthibitisha hakika ya huyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laisa bimajnunin kama yazumu ahlu Makkah, Muhammad si mwenda wazimu kama walivyodai watu wa Maka. Fanafa ta'ala anhu aljununa, kwa hiyo Allah amemfutia wazimu hapa kwenye aya hii, mtume wake si mwenda wazimu. Wa kauna alqur'ana min indi nafsihi, na pia Allah ametakasa kafuta maneno wanayosema Makureishi kwamba hii Qur'ani ni maneno ambayo ni utunzi wa Muhammad mwenyewe. Waqalu asatirul awwalina, Makureishi walikuwa wanasema Qur'ani ni hadithi zilizomo kwenye vitabu vya watu wa kale. Asatirul awwalin ni simulizi, hekaya za maisha wa watu wa zamani. Iktatabaha, Muhammad kwa sababu ya kipaji chake na jinsi alivyo na akili, huwa anasomeshwa na watu wenye elimu za kale. Kwa hiyo Muhammad anaandikisha hivi vitu kutoka kwa watu waliohifadhi na kunukuu historia, wanaojua maisha ya dola zilizopita. Anaandikisha Muhammad maneno hayo, fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, halafu anasomewa kama dictation asubuhi na jioni, watu wana dictate, halafu na kwa uwezo wake wa akili anahifadhi, anajidai nimeletewa na Mungu wahai. Ni kwa uwezo wake tu, kweli ana akili, lakini anaandikisha au anasikiliza, anasomewa maneno yanayoakisi maisha ya watu wa kale, halafu wakakusimulieni habari za Nuhu, habari za Hudi, habari za nani. Mambo haya anajitungia mwenyewe tu, na kuna watu wanaomsaidia. Kwa hiyo Allah kamfutia yote hayo, si kweli wanavyodai Makureshi. Walaqad raahu bil ufuqil mubin, aya inayofuata Allah anathibitisha huyu Muhammad ambaye ni mtume wa kibinadamu ameyapokea haya anayokufikishieni kutoka kwa mtume wa kimalaika. Huyo malaika aliyeshuka na maneno haya hupewa huko ayalete kwa Muhammad, alafu Muhammad jukumu lake afikishe kwa watu binadamu wenzake, yeye awe kama kiongozi, awaelekeze wenzake kwenye haki na yale ambayo yanawafaa kwenye maisha yajayo. Walaqad raahu, kwa hakika Muhammad alimuona huyo Jibril, ambaye Jibril ni kama mwalimu kwa mtume wetu, na kama ambavyo alikuwa ni mwalimu kwa mitume wote, maana yeye ndo alikuwa anawashukia mitume na kuwaletea wahi. Kwa hiyo na huyu Muhammad, huyu sahibukum, mwenzenu huyu, walaqad raahu, alimuona Jibril bil ufuqil mubini, akiwa kwenye anga, kamuona wazi wazi kwa umbo lake la kimalaika. Siku ya kwanza alipokuja Jibril kumshukia mtume, kumpa huo ujumbe wa kwamba wewe ni mtume, alikuja kwa sura yake ya kimalaika, mpaka mtume akatishika kwenye gharu Hirai pale, kaogopa, kaona kitu ambacho katika maisha yake hajapata kuona, na akaona labda keshadhurika na majini lauda au mapepo wabaya. Karudi nyumbani na homa, anamwambia mkewe, dathirini, nifunike, anatetemeka kwa kitu ambacho kigeni na yeye hajapata hapo kuona. Walaqad raahu, kwa hakika Muhammad alimuona Jibril bil ufuqi, kwenye space, almubin, kamuona vizuri wazi wazi kwenye umbo lake. Yani wa uqsimu, na ninaapa, Allah anaapa, wa uqsimu, na ninaapa, laqad raa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam Jibrila, wallahi Muhammad alimuona Jibril fi suratihi almalakiya, kwenye sura yake ya kimalaika, allati, sura ambayo khalaqahu Allahu ta'ala alaiha, Allah ndiyo aliyomuumba nayo. Huyu ni binadamu, lakini kaonyeshwa malaika kwenye umbo lake la malaika aliloumbwa nalo. Bijihati al-ufuqi, alipokuwa kwenye space, wakati anashuka mtume anamuona mpaka akafika pale alipo.
bijihati al-ufuq al-a'la, kamuona katika upande wa anga za juu, almubini, anga iliyokuwa iko clear safi, kamuona kwa sura yake, min nahiyati al-mashriqi, kutoka upande wa mashariki ya pale Maka alipokuwepo, haithu tatlu shamsu, upande ambao jua ndiko linakochomozea, ndiko alikotokea Jibril, mpaka akafika kwenye gharu Hira na akaonana na mtume. Qala fil bahri, amesema shekhe aliandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Al-Bahrul Muhit. Alipotafsiri shekhe huyu kwenye aya hii kasema hivi: wa hadhihi ar-ru'yatu ba'da amri ghari Hira, kuona huku alikoona mtume kumuona Jibril ni mara ya pili baada ile mara ya kwanza ya pale kwenye gharu Hira alipokuja kupewa utume. Alimuona tena mtume mara ya pili kwenye sura yake ya kimalaika. Mtume wetu Muhammad alimuona Jibril mara ya pili akiwa kwenye sura yake ya kimalaika, hina raa Jibrilu ala kursiyin baina samai wal ardi. Mtume alimuona Jibril amekaa juu ya kiti angani, yuko baina ya mbingu na ardhi. Kamuona kama kakaa juu ya kiti na sura yake ya kimalaika mkubwa kama alivyoumbwa. Hatuwezi kumsifia kwa sababu mtume haja define wasifu wake, hajatupa. Upo, lakini akili zetu haziwezi sasa hivi kufanya imagination yoyote. Fi suratihi lahu, amemuona mtume, kamuona Jibril kwenye sura yake, lahu 900 janahin, ana mbawa 900, qad sadda baina al-mashriqi wal maghribi, akikunjua mbawa zake kuruka, anakuwa kajaza eneo lote baina ya mashariki na magharibi. Malaika ni viumbe wakubwa, naambiwa kama huyo malakul mauti. Malakul mauti, hii ardhi yetu ni kama kashika gololi tu hivi, anaiona yote upande wote, kulia na kushoto. Sasa imagine ukubwa wa ardhi wenye mabara haya 6, watu wakasafiri masaa 11 12 kwa ndege zenye spidi. Huyu malaika anatumwa kutoka mbingu ya 7 na anakuja hapa all over the sudden, within a fraction of a second keshafika. Kwa hiyo wanakuwa ni viumbe wenye nguvu, wakubwa, wana spidi, wanatembea katika anga wanavyotaka. Kwa hiyo alimuona hivyo akiwa kama kakaa kwenye kiti baina ya mbingu na ardhi upande wa mashariki, na kama anaondoka kwenda zake au kushuka, basi ulimwengu baina ya mashariki na magharibi wote unakuwa ni kiza, unamuona yeye tu ndo anaondoka. Wama huwa ala alghaibi bidanin, na huyu mwenzenu, wama huwa, hakuwa Muhammad, ala alghaibi, kwenye mambo ya ghaibu, kwenye aliyosimliwa, bidaninin, hakuwa bakhili, kwamba kuna mengine kakupeni, mengine yakayabania. Kila alichoambiwa afikishe kafikisha, hajasevu kitu akasema hichi ni akiba yangu wasije wakanizidi uwezo. Hajafanya hivyo. Mwalimu wa kibinadamu huwa na choyo, hasa akiona na wanafunzi wenye vipaji, huwachukia tu bure bure bila sababu, au akawanyima maksi akiona kila siku wanapata 100. Na mwalimu pia huwa na roho mbaya. Lakini mtume wenu mnaambiwa alichopewa chochote akufikishieni, hajapatapo kubania. Chote alichopewa wafikishie hichi, waambie hichi, kafikisha. Yani wama Muhammadun, wama huwa maana yake wama Muhammadun, hakuwa Muhammad, ala alghaibi bidaninin, wama Muhammadun ala alwahyi, hakuwa Muhammad huyu kwenye jukumu la wahi aliyoshushiwa, bibakhilin, hakuwa bakhili, kwamba katoa baadhi, vingine anasema hivi sitaki wanizidi uwezo, ninaficha. Yaksiru, hakuwa na tabia ya kupunguza, fi tablighihi, katika kufikisha kwake alichotumwa afikishe, wa taalimihi, hakupunguza chochote katika alichoambiwa asomeshe watu, chote kasomesha. Bali yuballighu risalata rabbihi, lakini tabia yake mtume wenu huyu alikuwa anafikisha ujumbe wa Mola wake, bikulli amanatin wa sidqin,
kwa uaminifu wote na ukweli wote. Hajapatapo kusave kitu akasema hichi nataka kiwe ni special kwa ajili yangu. Kila alichopewa kwa ajili ya umma kafikisha sawa sawa. Wama huwa biqauli shaitani rajimi. Jengine Allah akasema, wala haya maneno anayoyasema Muhammad, hii Qur'ani anayowasomea nyinyi, wama huwa, haikuwa hii Qur'ani biqauli shaitani rajim, kwamba ni maneno ya shaitani aliyelaaniwa. Qur'ani ni maneno ya Rahmani mwingi wa rehema. Wama huwa biqauli shaitani rajim, haikuwa Qur'ani kuwa ni kauli ya shaitani aliyelaaniwa. Ai, maana yake wama hadha alqur'anu, wala haikuwa hii Qur'ani biqauli shaitanin mal'unin, kuwa ni kauli ya shaitani aliyelaaniwa, kama yakulu almushrikuna, kama wanavyosema washirikina. Yote haya washirikina wamesema kwamba Muhammad anasomeshwa na mashetani. Kwa hiyo yeye kuhani, yeye mchawi, yeye mganga, yeye hivi. Maana vile wanavyojiona wao, basi kila mtu tena wanamfikiria vivyo hivyo. Halafu Allah akasema, fa aina tadhhabun, nyinyi watu mnaelekea wapi? Mnaletewa taarifa zenye mafanikio yenu wenyewe, kwa usalama wenu wenyewe, munakuwa muko mbele katika kupinga, mnakanusha. Fa aina tadhhabun, mkiukataa ukweli huu unaotoka kwa Mola wenu ambao ndio unao mafanikio yenu, munaenda wapi? Mkikataa kujiandaa na mambo yanayowahusu kesho, munaenda wapi na kwa faida ya nani? Fa aina tadhhabun, ay fa ayu tariqin taslukuna fi takdhibikum lilqur'ani. Qur'ani ni kwa manufaa yenu munaikadhibisha. Mkiikadhibisha Qur'ani, mtapita njia gani itakayokuwa na tija na mafanikio kwenu? Qur'ani ndio inakuelekezeni njia ya mafanikio baada ya kuondoka hapa. Nyinyi munaikataa Qur'ani, munaikadhibisha Qur'ani. Mkiikadhibisha Qur'ani, mutapita njia gani ambayo itatafsiri mafanikio na faida yenu ya akhera? Watihamikum lahu bisihri walkahanati washairi, mtafaulu vipi ikiwa Qur'ani munaituhumu kuwa ni uchawi, ni ukuhani au ushairi? Wasema Qur'ani ushairi. Kwa nini? Kwa sababu ina vina, washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha. Wasema ushairi tu, lakini mnazingatia kwa kina yanayosemwa, huu sio ushairi. Munatuhumu Qur'ani bilkahanati, kwamba huu ni ukuhani, wasihri, kwamba hii ni uchawi, washairi, huu ni ushairi, ma wadhuhi ayatihi wa sat'i barahini, pamoja na kwamba aya zake ziko wazi, zinajielezea zenyewe, na hoja na dalili zinazotolewa kwenye Qur'ani zinakinaisha nafsi ya mtu mwenye kuzingatia. Bado mnapinga ukweli baada ya kuuelewa. Wa hadha kama taqulu liman taraka tariqa almustaqim. Lugha aliyoitumia Allah hapa kuuliza fa aina tadhhabun, ni kama kwamba wewe binadamu wa kawaida unaweza ukaitumia lugha hii kama taqulu liman, kama unavyoweza kumwambia mtu ambaye taraka tariqa almustaqim, kaacha njia sahihi iliyonyooka. Sasa ikiwa hii njia sahihi iliyonyooka yenye tija wewe umeikataa, fa aina tadhhab, sasa unaenda wapi? Huko kwengine unakoenda ni wapi? Mtu unaweza ukamwambia mtu mwenzako maneno kama haya, hadha tariqul wadih, nimekufahamisha wewe njia ya wazi hii hapa ya kupita. Fa aina tadhhab, wewe unakataa kupita njia niliyokuelekeza ya wazi ya moja kwa moja, unaenda wapi sasa? Ni lugha ya kawaida, lakini Allah kaitumia kama watu wanavyotumia kwenye ada ya lugha ya Kiarabu. Fa aina tadhhabun, unaukataa ukweli wenye manufaa yenu wenyewe. Sasa mkishaukataa huu ukweli, mnaenda wapi? In huwa illa dhikrun lilalamin, tambueni ya kwamba
mkikubali, mkikataa, mkijiandaa, msipojiandaa, ukweli utabaki kubaki pale pale tu. In huwa illa dhikru lilalamin, Qur'ani si zaidi ya kuwa ni ukumbusho tu kwa waja. Qur'ani ni ukumbusho. Umezaliwa hujui kitu, hujui kheri yako ilipo wala shari yako, hujui mafanikio wala hasara. Qur'ani ndo imekuja kukufafanulia weye faida iko wapi na hasara iko wapi, halafu huitaki hiyo Qur'ani. In huwa illa dhikru lilalamin, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni mawaidha tu, ujumbe wa kuwafahamisha walimwengu. Lakini walimwengu wako huru, hawalazimishwi. Ukikataa ukweli, hakuna nguvu itakayotumika kukulazimisha ukubaliane nao, na ukenda kwenye uongo, hakuna nguvu itakayotumika ya Mungu kukutoa huko. Wewe si ulikatazwa huku, wendi huko, hatukukubali. Hakuna. Binadamu kaumbwa ni kiumbe yuko huru na ana khiari, na hapo kwenye uhuru na kwenye khiari ndipo alipoachwa kwenye mtihani wake. You are free to choose whatever you like. Uko huru kuchagua utakacho mwenyewe chochote. Ukiamua kwenda shari, likely possible, inawezekana, na ukiamua kwenda kwenye kheri, inawezekana. Chaguo ni lako mwenyewe. Ndo maana ya hii aya. Allah kakuweka hapa kama mtahiniwa, na mtahiniwa kwenye chumba cha mtihani haambiwi jawabu. Wewe jaza vyovyote unavyotaka, lakini ngojea, sikiliza siku ya matokeo. In huwa illa dhikru lilalamin, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni mawaidha au ukumbusho kwa walimwengu. Wanakumbushwa yanayojiri, yatakayojiri, yanayofuata, na hapa ni mahala muhimu kwao, wajiandae. Ma hadha alquranu, haikuwa hii Qur'ani illa mawaidhatun wa tadhkiratun lilkhalqi ajmain, isipokuwa kwa sasa Qur'ani ni mawaidha na ukumbusho kwa viumbe wote. Wenye akili wanaojipenda watajua wenyewe kupanga na kuchagua. Liman shaa minkum, halazimishwi mtu hapa. Liman shaa minkum, kwa yule atakayetaka miongoni mwenu, mwenyewe kwa khiari yake. An yastaqima, liman shaa minkum an yastaqima, yule anayetaka kunyooka afanikiwe, ataitumia Qur'ani, itampeleka kwenye mafanikio. Atakayeona it's good for nothing, haina maana yoyote, akaiwacha, alazimishwi kufanya asilolipenda. Liman shaa minkum, kwa anayetaka miongoni mwenu, an yastaqima, kunyooka. Anayetaka kunyooka atanyooka kwa hii Qur'ani, itamuelekeza njia sahihi yenye mafanikio baadaye. Liman shaa minkum an yattabi'a alhaqa, kwa yule ambaye miongoni mwenu anapenda kufuata njia ya haki, Qur'ani itamuelekeza kwenye njia ya haki. Wa yastaqima ala shari'ati llahi, na yule anayetaka kunyooka katika kufuata sharia ya Allah, Qur'ani itamuelekeza kwenye sawabu. Wa yasluka tariqa al-abrari, na yoyote anayetaka kupita njia waliopita watu wema, aisome Qur'ani, atakuta watu wema effort waliotumia mpaka wakawa watu wema, na yeye ajitahidi afaulu. Wama tashaun, aya yetu ya mwisho kwenye sura hii, Allah anasema wama tashauna, si kama mnavyotaka nyinyi. Yani si binadamu wabunifu, tunaweza tukabuni mambo yetu ya ajabu ajabu, alafu tusema haya Mungu mwenyewe atayapenda. Ukafanya unavyotaka, sivyo ulivyotakiwa ufanye, alafu ukawa una moyo mwenyewe, unajipa moyo, usema niko sawa na Mungu mwenyewe, hichi ninachofanya atapenda. Allah anasema si kama unavyotaka wewe. Wewe umeona sawa unachofanya, mwenyewe unaona umefanya sahihi hivyo unavyofanya, lakini Allah hakubaliani na unavyobuni wewe au walivyobuni wazee wako. Chochote mnachobuni wenyewe kikawa kimekiuka taratibu za Qur'ani, Allah hatokubaliana na wewe kuacha utaratibu wake, akusapoti kwenye utaratibu wako. Wama tashauna, si kama mnavyotaka nyinyi. Mshafanya halafu mimi niandike tu
waja wangu madam ndo walivyochagua, basi nitawalipa tu thawabu, wamefanya vizuri. Illa an yasha Allahu, ila yatakayokuwa sahihi ya natija ni yale anayoyataka Allah. Mkifanya mtakiwavyo ndo mmepatia, mkifanya mtakavyo itakuwa mmekosea, hata kama wenyewe mnajiona mlivyofanya vizuri. Wama tashauna, si kama mtakavyotaka nyinyi. Allah hatolipa kwa method za ubunifu wa akili za binadamu, atalipa ujira kwa zile kazi zilizofanywa kutokana na instructions zake yeye. Fanya hivi, unafanya hii, acha, unawacha kwa ajili yake. Hiyo itakuwa ni amali njema na atakulipa, lakini hatokulipa kwa sababu ya lifestyle mliojitakia wenyewe. Wama tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Mambo hayatolipwa mbele ya Allah kwa mujibu wa mnavyotaka nyinyi, ila yatalipwa kwa yale ambayo mmepatia kufata alivyotaka Allah, Mola wa walimwengu. Maana yake wama taqdiruna ala shay'in, hamtakuwa na uwezo wa kumiliki chochote, kupata faida yoyote, illa bitawfiqi llahi wa lutfihi, isipokuwa kwa taufiki ya Allah na ile huruma na upole wake. Umefanya alivyotaka, karidhia, atakulipa. Umekosea, hukufanya alivyotaka na kachukia, akulipi kitu. Wewe mwenyewe utajisikia ushafanya, lakini ulichokifanya kikikeuka utaratibu wake, hata disregard. Fatulubu min Allahi tawfiqa, basi kama mnataka mafanikio, tafuteni taufiki kwa kufuata utaratibu wa Allah. Tafuteni taufiki kutoka kwa Allah. Allah ndo muongozaji, sio mujiongoze wenyewe. Fatulubu min Allahi tawfiqa ila afdali tariqin, tafuteni taufiki ya Allah yakubaliwe mambo yenu, muyapatie faida kwa kushika ile njia bora ambayo Allah kapendelea yeye, sio mbuni za kwenu mumfosi tu, na hii nzuri pia kubali tu, lipa tu. Halipi. Ukikosea procedure, amali yako itakuwa batil, hutopata faida yake. Ili iwe sahihi lazima ifuate procedure. Kwa hiyo Allah ana utaratibu wake, ana njia yake ya maisha, the way of life. Ukiishi the way ambavyo Allah anataka, umepatia, atakulipa. Ukiishi kwa mazoea, ukaishi kisiasa, kibepari, kidemokrasia, kikristo, kiyahudi, kipagani, hiyo itakuwa ni chaguo lako mwenyewe, halina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alimat nafsum ma ahdarat, kila nafsi baada ya kujiri mabadiliko ya ulimwengu na watu waliokuwa wamekufa wakishafufuliwa, baada ya kufufuliwa kila mtu atajua alichokihudhurisha mbele ya Allah. Atakabidhiwa daftari lenye amali zake zote alizozifanya kwenye umri alioishi. Fala uqsimu bil khunnasi, ninaapia nyota zenye kung'ara, aljawari alkunnasi, ambazo huwa zinatembea alafu zikapotea kwenye muonekano. Walaili idha asasa, ninauapia na usiku unapoingiza kiza chake. Wasubhi idha tanafasa, naiapia asubuhi inapokunjua nuru yake ikaleta mchana. Innahu la qawlu rasulin karimin, hakika ya hii Qur'ani ni maneno ya mjumbe mtukufu Jibril alayhi salam. Yanaambiwa ni maneno ya Jibril kwa sababu yeye ndo aliyepewa ailete hapa. Dhi quwwatin, Jibril ni malaika mwenye nguvu. Inda dhil arshi makin, mbele ya Allah mwenye arshi Jibril ana dhamana kubwa. Muta'in thamma, Jibril anatiiwa sana huko kwenye dhamana yake. Aminin, tena ni muaminifu kwenye majukumu aliyopewa. Kapewa kwa sababu anajulikana, anayamudu. Wama sahibukum bimajnunin, na huyu mtume wenu Muhammad binadamu mwenzenu hakuwa mwenda wazimu, msimwite mwenda wazimu. Walaqad raahu bil ufuqil mubini, kwa hakika Muhammad alimuona Jibrili angani wazi wazi.
kwa umbo lake la malaika. Wama huwa ala alghaibi bidhaninin, na wala huyu Muhammad mtume wenu hakuwa ni mwenye kufanyia ubakhili wahai aliyopewa. Hajaficha kitu chochote, vyote alivyopewa kafikisha, tena kwa wakati. Wama huwa biqauli shaitani rajim, wala Qur'ani sio kauli ya shaitani mwenye kulaaniwa, ni maneno ya Rahmani mwingi wa rehema. Fa aina tadhhabun, mmepewa Qur'ani waongoze, munaikataa. Sasa mkiikataa Qur'ani mnaenda wapi? Wapi kwengine mtapata matokeo bora yenye faida yenu na saada ya maisha ya milele mkiikataa Qur'ani? In huwa illa dhikrun lilalamin, kwa taarifa yenu Qur'ani imeletwa kama ni mawaidha au ukumbusho kwa walimwengu, kwa faida yenu wenyewe. Liman shaa minkum, kwa yule anayetaka miongoni mwenu. Hapa halazimishwi mtu kuwa Muislamu au kufanya mema. Mema yanajitokeza katika fursa za uhai, lakini tunayapigilia mbali mateke. Ukiacha kufanya hayo mema, hakuna nguvu itakayotumika kukulazimisha uyafanye. Hasara yake utakuja kuiona mwenyewe. Na unapoamua kuyafanya yale maovu kwa sababu tu unayapenda, hakuna nguvu itakayotumika kukuzuia usiyafanye. Yanafanyika madamu unayapenda, lakini matokeo yake pia utakuja kuyaona mwenyewe. Muhammad si bakhili, hajaficha wahi. Wama huwa biqauli shaitani rajim, na wala Qur'ani aliyowasomea si kauli ya shaitani aliyelaaniwa. Fa aina tadhhabun, sasa mnaenda wapi mkiikataa Qur'ani? Faida gani mtapata mkiikataa Qur'ani? In huwa illa dhikru lilalamin, eleweni Qur'ani si zaidi ya kuwa ni mawaidha na ukumbusho kwa walimwengu, watu binadamu waliopo sasa hivi hapa ndo sisi. Liman shaa minkum, ipo kwa yule anayetaka miongoni mwenu. Pia kuisoma hamlazimishwi, mkikataa basi. Liman shaa minkum, kwa yule anayetaka miongoni mwenu. An yastaqima, anayetaka kunyooka au kunyookewa na mambo yake, aishiriki sana Qur'ani, aisome na huko anaielewa na ayafanyie kazi maagizo yake kwa faida yake mwenyewe anayetaka. Lakini Allah pia halazimishi mtu, kasema la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Sipendi nione panatumika nguvu kuwalazimisha watu kuingia kwenye dini. Hataki basi, wewe ongea naye kwa hoja, fikisha ujumbe kwenye moyo wa mtu kwa hoja na dalili. Mwenye kufahamu mwenyewe kwa ridhaa yake atasema nilichoambiwa sahihi, atakijali. Pasitumike nguvu wala silaha. Ukitaka ustake, madamu unaishi na sisi hapa usilimu, utaki toka. Allah hataki hivyo, hataki watu watumiliwe nguvu. Liman shaa minkum an yastaqima, Qur'ani ipo kwa yule anayetaka miongoni mwenu kunyooka, aitumie Qur'ani, atanyooka na mambo yake yatakuwa yenye faida huko baadaye. Wama tashauna, lakini kwa taarifa yenu hayatokuwa na faida mambo kwa mujibu wa mlivyotaka nyinyi. Allah halipi thawabu wala hampeleki mtu peponi kwa mtindo wa maisha aliyojibunia mwenyewe au kauiga kwa viumbe wenzake, si kama mnavyotaka nyinyi. Ila an yasha Allah, ila yatakuwa na faida mambo yale ambayo yalifuata utaratibu aliyoutaka Allah. Rabbul alamin, mola mlezi wa walimwengu. Kama tashauna, si kama mtakavyotaka nyinyi. Ila an yasha Allah, ila ni vile alivyotaka Allah ndiyo sahihi na ndiyo itakayokuwa na faida. Rabbul alamin, mola mlezi wa walimwengu. Wa ala hadha alqadr yaqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila huna tamma bi'auni llahi ta'ala tafsiru surati Takwiri. Mpaka hapa imetimia kwa msaada wa Allah tafsiri ya suratu Takwir. Tutakuja kusoma kwenye darasa ijayo suratu Abasa insha Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.